Hale- Haleluya. Mwathani Gosho, Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nyinyi kuungana pamoja nasi, na mimi nimebarikiwa kuwa mahali hapa, na nashukuru sana kwa vile Mungu amenipa nafasi nyingine ili niweze kuwahudumia. Nataka usalimie mwenzako, umwambie Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuchagua kuingia katika madhabahu haya. Yes, nimefurahia sana kuwaona, wiki nzima hatujaonana. Hii ni tarehe 30 mwezi wa 3 2025, na ni Mungu ametayarisha nafasi hii ili tukaweze kubarikiwa na kulisikia neno. Kwa hivyo nimefurahia sana kusimama mbele zenu ili niweze kuwaletea sauti ya Bwana. Kwa hivyo si nafasi tu ya kawaida, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati na nyakati kama hizi. Ningependa kuchukua hii nafasi nishukuru mchungaji wangu Reverend Margaret kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee ambayo umenipatia ili niweze kusimama nifanye kazi ambayo Mungu amekuitia wewe, na ukaketi chini ili mimi ninene. Kwa hivyo nikimasikia nimeheshimika sana mchungaji. Mungu akubariki, na kweli wewe uko na roho ya mama, na kazi ya mama ni kufanya nini? Kulea. Kwa hivyo nashukuru sana, sichukui ikiwa jambo la kawaida. Ningependa pia niwashukuru nyote ambao mmeamua kuingia katika madhabahu haya mkaweza kushirikiana pamoja nasi. Kuna makanisa mengi hapa Keno, lakini ukaamua utaingia Christian Church International. Kwa hivyo jipigie makofi mazuri, na ujipigie makofi kama unajipenda wewe mwenyewe, maana kama ujipendi hautarajii mwingine akupende. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu ya uwepo wenu. Singekuwa nimesimama hapa kama mngeamua mkakuja kwa madhabahu. Kwa hivyo kusimama hapa kumegharimu mkono wa Mungu, na pia uwepo wenu ninautambua zaidi. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu ya wakati huu. Bila kupoteza wakati, ningependa niingie katika lile neno ambalo Roho Mtakatifu ameweza kunipatia. Maana ukipatiwa nafasi ya kuhubiri lazima uende kando, uwe pamoja na Roho Mtakatifu na uweze kunena na Mungu, na ujue jinsi Mungu angependa watu wake wakaweze kusikia. Kwa hivyo ningependa tuone title ya siku ya leo ambayo ni a true worshiper, ama yule mtu wa kuabudu kwa kweli, mwenye atatoa ibada ya kweli na roho kwa Mungu. Kwa hivyo ndio nataka tuangalie siku ya leo, na neno lingine kwa kizungu unaweza kuita worshiping in truth, kuabudu kwa kweli. Kwa hivyo tukipata ujumbe, kichwa cha ujumbe wa siku ya leo, tunaweza kuangalia tujue kuabudu ni nini. Asante sana kwa kunibariki, na asante sana. God bless you so much. Ningependa tuangalie kuabudu ni nini, na kulingana na vile ninaelezewa katika kamusi ama katika dictionary, worship is adoration for a deity. Ni hali ya kuinua Mungu fulani ama kufanya jambo ambalo linainua Mungu fulani. Kwa hivyo nataka tuelewe ya kwamba kuabudu sio kuinua Mungu huyu peke yake wenye tunaabudu, Mungu ambaye anaishi milele, lakini hata wale wengine huwa wanainamia miungu migeni, ama wanainamia miungu ya ulimwengu huu, ama wanainamia michongo ambayo wametengeneza na mikono yao. Pia hiyo ina qualify kuwa kuabudu, lakini tofauti huja vile tunaabudu na ni nani tunaabudu. Kwa hivyo wakati wowote tunapoingia kwenye ibada, nataka tuangalie dini ya wale wengine. Mnajua huwa wanaabudu wakiwa wameinamisha kichwa chao kimeguza chini, na mnajua hiyo dini sitaitaja hapa maana tuko online. Lakini ningependa uelewa ya kwamba hata wale ambao wanaamini wanainamisha vichwa zao chini, pia wao wanakuwa wakifanya ibada ya kuabudu Mungu wao. Kwa hivyo kuabudu Mungu, kuna Mungu fulani ndio ina qualify kuwa worship ama ibada. Kwa hivyo wakati tunapomwabudu Mungu, tuelewe ya kwamba hatufanyi tu jambo la kimwili, lakini tunafanya jambo ambalo ni la kiroho, ambayo inatukuza Mungu na kumletea sifa. Na wakati Mungu alipomuumba mwanadamu katika kitabu cha Genesis, kitabu cha Mwanzo, Mungu alimpatia mwanadamu kazi ya kumwabudu peke yake. Ndio maana akamuumba mwanadamu ili wakati anapomwabudu yeye Mungu anapata furaha na zinawa chakula zake. Ningependa jambo lingine muelewe ya kwamba wakati kuna ile tunaita worship songs, na hiyo inakuwa era ya kuziita worship songs, maana zinafaa kuwa zinaitwa slow songs.
nazo praises zinafaa kuitwa fast songs, lakini nyimbo zina qualify kuwa worship wakati unazifanya ukiwa na ukweli na ukimaanisha kwa roho. Ukifanya vile basi zinaweza qualify kuwa worship ama kuwa ibada ya kuabudu Mungu. Kwa hivyo worship songs ama zile slow songs hizo ni moja ama ni sehemu moja ya kumwabudu Mungu. Kuna mambo mengi sana unaweza kufanya kama mwanadamu ya kuabudu Mungu. Na jambo la kwanza unaweza fanya ni kupitia vitendo zako. Kama una vitendo vizuri, basi watu ukikuangalia watampenda Mungu wako. Na wakati wanapompenda ni kumaanisha umeshamheshimisha Mungu wako machoni kwa wanadamu. Na wakati umeshamheshimisha Mungu, hiyo ndio ina qualify ama inaaminika ama inafika kiwango cha kuwa ibada unaitolea Mungu. Bwana asifiwe. Na ningependa kusikia amen zenu ndio niweze kuwahubiria. Na ningependa kusema ya kwamba pia kuna unaweza kushuhudia mbele za watu ama mbele ya watu na utoe ushuhuda ambayo utakao mtukuza Bwana. Pia unaweza kumheshimisha Mungu kupitia hali ya kutoa. Wakati unapotoa ukiwa umetoa moyo wako wote, na ningependa tuelewe ya kwamba kama tunatoa fungu la 10 ama tunatoa sadaka, tuitoe kama tunatoa kama ibada. Tusitoe kama ni kukamilisha siku ya Jumapili. Maana unaona watu wengine wanatoa ili waweze kupitisha siku ya Jumapili ama kutoa kama ni tabia. Lakini ningependa kuwahimiza madugu na madada zangu katika hali ya imani, wakati wowote tunatoa, tutoe kama ni ibada tunapoitolea Jehova. Maana wakati ibada yako inakubalika mikononi mwa Mungu, lazima mbingu litanena juu ya maisha yako. Allow me to pray to somebody this wonderful time. I'm telling somebody this wonderful afternoon that you must give as a way of worship. Because if you give as a way of behavior or as a normal thing, you may fail to get the blessings from the Father. But when you do it as a way of sacrificing, you will be able to get what comes with the blessings of giving. Maana umeifanya kama ibada. Jambo hilo lingine ningependa tuangalie ni the truth. Maana kitu kilikuwa worshiping in truth ama true worship. Tuelewe ukweli ni nini. Ukweli ni kwamba unafanya jambo, ni hali ya kufanya jambo ukimaanisha ndani ya moyo wako. Maana watu wengine unaona wakati tunapomwabudu kupitia nyimbo, tunapomwabudu Bwana kupitia nyimbo, unaona wanafanya tu ili waweze kupitisha siku. Unaona tu wanafunga macho kidogo, wanaangalia watu. Lakini ningependa kuwahimiza ya kwamba wakati wote tunatoa ibada ya kumwabudu Mungu, tufanye ni kama kwamba tunamaanisha kwa mioyo yetu, na tukuwe na ukweli ndani yetu ya kwamba kile ambacho tunafanya kinatoka ndani ya mioyo yetu. Kwa hivyo tukifanya vile, we qualify now ama tunafika kiwango cha kuwa watu wa kufanya ibada kwa ukweli, a true worshiper. Ningependa tuingie katika maandiko in the book of Luke, katika kitabu cha Luka ni mlango wa 7 na mstari wa 41. Luke chapter 7 verse 41 to 43. And the Bible says that 2 people owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back. So he gave the debt of both. Now which of them loved him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said. Nataka uelewa ya kwamba kuna kuwa na watu wawili. Hii ni parable ambayo Yesu aliweza kupeana, ama mfano Yesu aliweza kupeana. Na akasema ya kwamba kukawa na watu wawili ambao walikopeshwa pesa na tajiri mmoja. Na wakati walipokopeshwa pesa na tajiri huyu, mmoja akakopeshwa dinari 500 na mwingine akakopeshwa dinari 50.
na ningependa saa hii tuiita in form of shillings, tuite na pesa za Kenya, maana tuko Kenya. Na wakati hawa watu wawili walikopeshwa, naelewa, najua pia sisi wenye tumeingia katika ibada tunaelewa ya kwamba deni ni kumaanisha nini. Na ningependa kujua Kenya tuko na kampuni gapi za madeni? Ni nyingi ni kumaanisha ya kwamba pia sisi wenyewe tushaikopa deni. Na inawezekana hata katikati yetu kuna wengine wamerushwa kwa CRB, maana wamesha shindwa kulipa deni. Kwa hivyo nikisema mambo ya deni, nasikia hata familia ya our former president Kenyatta iko na deni. Nilisikia mtu mmoja akisema, sijui kama ni kweli, lakini alikuwa anataka kumaanisha kwamba hakuna mtu yeyote anaweza sema sijawahi kukopa, ama mtu asema haelewi deni ni nini. Kwa hivyo wao watu wawili, mmoja akawa na deni 50, mwingine deni ya 500, na wakashindwa na kulipa hii deni kwa yule ambaye aliwakopesha. Na wacha nisema ya kwamba wakati waliposhindwa kulipa lile deni, na huyu mwenye alikuwa amewakopesha, mwenye anaitwa the master in the Bible, akaamua aweze kuwasamehe. Sasa hii parable Yesu anauliza, katikati ya hawa watu wawili ni nani aliyempenda mwenye kuwasamehe deni zaidi? Ni nani? Mwenye alikuwa na 500. Yes, mumeelewa. Yesu Peter akajibu, Simon Peter akamjibu Yesu akamwambia pia ni yule wa 500. Na nataka sasa nilete ile parable katika masomo yetu ya worship. Na ningependa uelewe ya kwamba kwa ukiona mtu akiabudu katika level fulani, ujue ni kwamba yeye kuna vile Mungu amemtendea, na kwa hivyo ibada anayofanya inafaa kuwa inafikia Mungu wake. Bwana asifiwe. Maana unapata wakati tunapoingia katika hali ya kumwabudu Bwana, kuna reactions ama kuna behavior tofauti za watu wale ambao wanaabudu. Wengine unaona wanainua mikono, wengine watalala chini, wengine watapiga magoti, wengine watamwaga machozi, wengine hata wataangalia wengine wanaabudu, wauliza hao wanafanya nini kwa mioyo zao. Maana hao katika worship we worship in different levels according to how God have done in our lives. Kwa hivyo ukiniona wakati wa kuabudu ninalala chini, usinihukumu, maana kuna yale mambo Mungu ameshanitendea, na ninahisi ya kwamba Mungu anafaa kutolewa ibada ambayo ina gharama. Haleluya. Wakati mwingine unaona wengine wanatoa vitu zao za bei kali, wengine wanapeana magari, wengine wanapeana pesa nyingi, maana wao wanaelewa ya kwamba yale mambo Mungu amewatendea anafaa kutolewa ibada iliyo na gharama. Kwa hivyo wakati unaona tunaabudu Mungu kupitia viwango tofauti, uelewe ya kwamba pia huyo Mungu ametutendea mambo tofauti. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa anataka kumaanisha aje? Yesu akataka kumaanisha ya kwamba huyu ambaye amesamehewa 500 atampenda zaidi ya yule ambaye amesamehewa 50. Ni kumaanisha ya kwamba wakati tunapotoa ibada huwa inalingana na yale mambo Mungu ameshatutendea. Amen. Uliza mwenzako, wewe Mungu amekutendea nini? Akujibu tu. Mimi alijibu, ninangojea ajibu. Ni mhubiri amenituma kwako. Na muangalie na uso mzuri sana, kwa sababu unajua economy imeharibika. Kwa hivyo watu wengi wako na stress, unaweza ona amepita na wewe. Kwa hivyo wewe muulize tu kwa upole na umpatie kasema, muulize, wewe Mungu amekutendea nini? Akishakujibu jue ndio maana huwa anaabudu hivyo. Haleluya. Jambo la pili linafanya tujue mtu kwa nini anaabudu kwa kiwango fulani, ni vile Mungu ameshajifunua kwako. Bwana asifiwe. Maana Mungu amejifunua kwetu kwa njia tofauti. Kuna mwingine anamuelewa Mungu kama mponyaji, maana kuna siku alilazwa hospitali Mungu akamponya. Kuna mwingine anamuelewa Mungu
Mungu kama Mungu wa kutengeneza njia, maana kuna wakati alifika mwisho na akatengenezewa njia kama wana wa Israeli. Kuna wengine wanamtambua Mungu kama Mungu the provider, Jehovah Jireh. Kwa hivyo tunamtambua Mungu kwa njia tofauti kulingana na vile amejifunua kwetu. Kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba uambie Mungu ajifunue kwako zaidi, ili hali yako ama kiwango chako cha kuabudu pia kitakuwa juu zaidi. Bwana asifiwe. Na ningependa ujue ya kwamba kama vile tumeingia katika madhabahu siku ya leo, kuna watu waliingia asubuhi na mapema, na hata kuna watu wengine wamechelewa nikisimama kuhubiri. Ukiona hao watu wakiingia kwa masaa tofauti, pia wao wanaifanya ibada tofauti. Maana huyu wa kuingia nikihubiri labda hajafunuliwa ama Mungu hajajifunua kwake kwa njia iko juu sana. Kwa hivyo ni jukumu lako la kumwambia Mungu, nisaidie nikuelewe zaidi. Inua mkono wako wa kulia, mwambie God help me to understand you more. Yes, nataka uinue mkono wako tena umwambie God reveal yourself to me in a mighty way. Yes, so that you may be able to worship God in another level. Kunajua kuna watu katikati yetu wamechoka kukaa katika level moja. Ili uweze kuinuka katika kiwango kingine, lazima naye Mungu ajifunue kwako kwa njia ya kipekee. Hautainuka tu bila, lazima umwambie Jehova, ninataka wakati kama huu unijifunue kwangu na njia ya kipekee, ili niingie katika kiwango kingine cha kukuabudu. Ndio maana Ibrahimu, wakati Mungu alimwambia nataka unifanyie dhabihu ya mtoto wako wa kipekee Isaac, Abraham hakuangalia nyuma ama kujiuliza kama atapata mtoto mwingine. Hata kama alikuwa mzee kwa miaka, alielewa ya kwamba Mungu ambaye amenipatia Isaac anaweza nipatia Isaac mwingine. Kwa hivyo hakuna jambo lolote linaweza kunizuia kumtolea Mungu wangu ibada. Kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba kwa vile Mungu umetembea pamoja na yeye, kwa vile umeelewa Mungu, kwa vile amejifunua kwako zaidi, hiyo ndio inadetermine vile wewe unamwabudu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka sasa tusome mambo matatu kwa njia ya haraka, maana kuna mambo mengine tunaenda kushughulika baada ya ibada, na nataka tujifunze mambo matatu. Mambo matatu ni kumaanisha ya kwamba 3 lessons zenye ambazo ni msingi wa mtu ambaye anaabudu. Na nataka tuingie katika jambo la kwanza ambalo ninaliita worshiping with sacrifice. Kuabudu ukiwa na dhabihu, ama kuabudu ukiwa umejitoa kama dhabihu. Bwana asifiwe. In the book of 2 Samuel, nataka tuingie haraka haraka tusome kwa sababu Mungu ni mwema. 2 Samuel chapter 24 and verse 24. The Bible says, 2 Samuel chapter 24 and verse 24. The Bible says, but the king replied to Araunah, no, I insist on paying on you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that costs me nothing. Bwana asifiwe. Kulingana na vile hiyo pointi ya kwanza nimesoma ya kwamba tunafaa kumtolea Mungu dhabihu, ibada iliyo na dhabihu. Kumaanisha ya kwamba wakati tunapotolea Mungu ibada, ama wakati tunapofanyia Mungu ibada, kwa Kiswahili sanifu ni kufanyia Mungu ibada, tunafaa kuelewa ya kwamba tunafaa kutoa ibada ambayo iko na gharama. Sio kwenda kumwabudu tu mikono tupu. Sio kwenda tu kumwabudu tu bila hata umechelewa, umeingia kwa kanisa umechelewa. Mara nyingine hata unatoa 50 bob kwa sadaka maana je change. Ambia mwenzako badilisha kutoa 50 bob kama change kwa sadaka. Hiyo najua hamtafurahia, lakini sawa, hiyo je kweli. Bwana asifiwe. Maana tukiuliza treasure hapa tunaona tu 50 twingi sana. Najua siku hizi watu 50 bob ndio zimepotelea kwa kanisa, na hiyo roho tunaiambia ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Maana sio mzuri. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba wakati tunapomtolea Mungu ibada, ama wakati tunamfanyia Mungu ibada, tunafaa tuelewe ya kwamba tumtolee ibada iliyo na dhabihu.
Katika hii kitabu ya 2 Samuel chapter 24 tumesoma maandiko inaelezea kuhusu mfalme Daudi na mfalme Arauna. Na Daudi ikafika wakati akapenda kujengea Mungu madhabahu ya kufanya ibada, na akaelewa ya kwamba Mungu wake sio Mungu wa kufanyiwa ibada isiyo na gharama. Kwa hivyo akajua kuna mfalme mwingine anaongoza nchi ambayo iliyo na utajiri mwingi, ambao anaweza pata kisiagi ya kusiaga ibada ya Mungu, na akajua pia anaweza kusaidika mahali pale. Kwa hivyo akabeba pesa zake na akaanza kusafiri kwa ile ufalme ya King Arauna ama mfalme Arauna. Na nilikuwa naona mfalme Arauna ni kama sasa Kenya na South Africa. Tunaelewa ya kwamba katika hali ya uchumi ama katika hali ya utajiri South Africa iko juu ya Kenya. Kwa hivyo kuna mambo tunaweza pungukiwa nayo kama Kenya, na tuamue ya kwamba tutakata safari mpaka South Africa tuweze kusaidika. Kwa hivyo ikawa hali ya Daudi, na Daudi akaanza kutembea mpaka huko kwa mfalme Arauna. Na wakati alipofika akamwambia mfalme, nimekuja na ninahitaji kufanyia Mungu wangu ibada ya kumwabudu, kwa hivyo ninaomba uniuzie kisiagi. Na maandiko hapa tumesoma 24 inasema ya kwamba mfalme Arauna akampatia kisiagi, na wakati alipompatia kisiagi akamwongezea ndume. Haleluya! Akamwongezea ndume ya kiume, ni ng'ombe ya kiume. Wakati ameshamwongezea, kuna maneno ya muhimu sana alimwambia siwezi kumfanyia Mungu wangu ibada isiyo nigharimu chochote. Kwa hivyo huyu mfalme akampatia hizo zote, kisiagi na pia ndume, na Daudi akamfuatilia aweze kuzilipa zote mbili. Lakini mfalme akainsist, akamwambia siwezi kumtolea Mungu ibada isiyo nigharimu chochote. Kwa hivyo ningependa kunena na wewe siku ya leo, usimtolee Mungu wako ibada isiyo kugharimu chochote. Kama mfalme Arauna, na pia alikuwa mfalme na kila kitu ambacho anaweza kuhitaji, aliamua kumtolea Mungu wake ibada isiyo ambayo iko na gharama. Je, wewe ambaye umeokoka, si unafaa kumfanyia Mungu ibada isiyo kugharimu gharama kubwa? Haleluya! Ambia mwenzako sasa lazima ugharamike unapomtolea Mungu ibada kama mfalme Arauni alifanya vile. Je, wewe? Haleluya! Namba 2, ningependa hiyo ni pila ya kwanza. Number 1, worshiping with sacrifice. That is quality number 1 of a true worshiper. Number 2, true worshiper should be holy. Hapo nayo sasa ndio kazi iko. Hapo ndio tunafaa kufanyia mioyo yetu kazi. Hapo ndipo tunafaa kufanyia mienendo yetu kazi. Hapo ndipo tunafaa kufanyia maongezi ama maneno yetu kazi. Hapo ndipo tunafaa kufanyia njia zetu kazi. Hapa ndio tunafaa kuangalia zile relationship na friendships tuko nazo. Bwana asifiwe. Maana maandiko inatuambia ya kwamba in the book of Leviticus chapter 11. Nataka tuingie the book of Leviticus chapter 11 kwa njia haraka. Leviticus chapter 11 and verse 44, and the Bible says, I am the Lord your God. Consecrate yourself and be holy, because I'm holy. Do not make yourself unclean by any creature that moves along the ground. Bwana asifiwe. Maandiko yanatuambia kwamba ni wakati Mungu alipowapatia masharti wana wa Israeli, na akawaambia wajitakase na wakae takatifu. Kwa nini? Maana yeye Mungu mwenyewe ni mtakatifu. Kwa hivyo unaponenda mbele zake kumfanyia ibada, anawahimiza pia lazima wawe watakatifu. My God. Kwa hivyo nataka kuongelesha mtu aliye katika madhabahu haya, ama wale ambao wanajiangalilia kwa mitandao, kwa TikTok, ama wale wanajiangalilia kwa Facebook, ama wale wanajiangalilia kwa YouTube. Wote nataka kuambia, kama unafanya ibada ya Mungu wako,
ili iweze kukamilika. Maandiko yametuambia katika kitabu cha Leviticus chapter 11 and verse 44 ya kwamba lazima tuwe watakatifu. Haleluya! Maana yule ambaye tunayemfanyia ibada yeye mwenyewe ni mtakatifu. Kwa hiyo wale ambao watakaofanya ibada ni lazima na itawabidi remain ama wabaki kuwa watakatifu. Hallelujah. That is another condition. He must be holy. Kwa hivyo Mungu akawaambia wana wa Israeli, na mbaki mkiwa watakatifu, maana mimi mwenyewe ni mtakatifu. Guza mwenzako mwambie, kaa ukiwa mtakatifu. Angalia njia zako vizuri. Angalia menendo yako vizuri. Angalia maneno yako vizuri. Angalia vile unavyodeal na pesa vizuri. Maana yule ambaye atakayemwabudu Mungu wako ni mtakatifu, na pia anahitaji watu watakatifu. Amen. Tuingie katika lesson ya 3 ama pila ya 3, ni worshiping with the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Wale ambao wananena na lugha wanaelewa kile ambacho ninanena, ama wale wamejazwa na Roho Mtakatifu. Na maanisha ya kwamba lazima sisi tusaidiwe na Roho wa Mungu wakati tunapomwabudu. Na kama hujabatizwa na Roho Mtakatifu, unajua tunajielewa. Kama hujabatizwa na Roho Mtakatifu, ninakuhimiza wakati na majira kama haya, ni lazima utafute kujazwa na Roho Mtakatifu. Maana Yesu alipo paa kwenda mbinguni, aliwaambia wanafunzi wake, sitawaacha kama yatima, lakini nitawaachia Roho Mtakatifu. Naye huyu Roho Mtakatifu atakuwa msaidizi wenu. Na kile ambacho kinanifurahisha ni ya kwamba hakuwaambia atakuwa msaidizi wa aina gani, lakini aliwaambia huyu Roho Mtakatifu atakuwa msaidizi. Katika huyu Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukusaidia katika hali zote za maisha yako. Kama ni hali ya kuomba atakusaidia, kama ni hali ya kuabudu atakusaidia, kama ni hali ya kazi atakusaidia, kama ni kwa familia atakusaidia, maana yeye ni msaidizi wa kila jambo. Kwa hivyo huyu msaidizi lazima utafute njia za kujazwa, ili wakati umepokea msaidizi, haya mambo yako tunaona yakiwa magumu yatakuwa sawa. Haleluya. Na kuna wengine wanaangalia watu wakiomba, unasikia wanasema makatarabo shekeriana raba. Unashangaa wanasema nini? Lakini ni kwa sababu wamejazwa na Roho wa Mungu ambaye ni msaidizi. Kwa hivyo huyo Roho anawasaidia katika hali ya kuomba. Na huyo Roho wakati anapoingia ndani yako na unajazwa, anakuanga na lugha na ndimi zake. Haleluya. Na hizo ndimi maandiko inasema ya kwamba huwa zinakusaidia kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu aliye juu sana. Ambia mwenzako utafuta kujazwa na Roho katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka tuangalie kujazwa na Roho. Nataka tuangalie, kuna mama Samaritan woman. Na huyu mama akawa ana mazungumzo na Yesu. Na Yesu akamwambia, maana alimpata kwa kisima, "Unipe maji ninywe." Huyu mama akamwambia, "Mimi ni Samaritan. Na sisi Samaritan huwa hatushirikiani na Wayahudi." Yesu akamwambia ya kwamba na usiwe umefungwa na mambo ya kidini ama kikabila, sijui niiteaje, lakini uwe umejazwa na Roho Mtakatifu. Kuna nyakati zinakuja ambazo watu watakao mwabudu kwa roho na kweli, na wakati huo ni huu. Haleluya. Kwa hivyo nataka niwaambie ya kwamba sisi tunahitaji tusaidiwe na Roho wa Mungu na tujazwe na Roho wa Mungu ili tuweze kutimiza kusudi la Bwana. Huyu mwanamke Msamaria akakosa kumpatia Yesu maji na akamwachilia Yesu tu aende hivyo. Lakini wakati walipoongelea na Yesu, kabla Yesu aondoke, akamwambia huyu mama mambo yake, akamwambia vile yako na wanaume, hata mwenye ako naye saa hii si wake. Mwanamke akashtuka sana.
na akasema nimepatana na mtu ambaye amejua mambo yangu yote. Kwa hivyo nataka kumaanisha Roho wa Mungu atakusaidia, maana ni Roho wa ufunuo. Atakufunulia vile utakavyoomba, vile utakavyomwabudu Bwana, vile utakavyotembea na Mungu, hata kurekebisha njia zako ambazo unakosea. Roho wa Mungu atakusaidia. Kwa hivyo ni vizuri wakati unapomwabudu, make sure that umejazwa na Roho Mtakatifu, maana tutakuwa na hali ya kujazwa na Roho Mtakatifu na Mungu atatusaidia kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu. Nataka tusimame mbele za Bwana, kila mtu asimame na miguu yake. Nataka wakati nilipokuwa ninanena, kuna vile Mungu amekusaidia ama kuna vile Mungu amekunenea kulingana na moyo wako, na nataka uende mbele za Bwana, mwambie Bwana akusaidie kukaa akimtolea ibada iliyo ya ukweli na iliyo na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Naomba ufungue kinywa chako, kila mtu asimame afungue kinywa chake. Naweza kumwambia Bwana kupitia maneno yako, mwabudu Bwana. Mwambie Bwana akusaidie kumtolea ibada iliyo na dhabihu. Mwambie Bwana akusaidie kukaa kulingana na mapenzi yake. Mwambie Bwana akusaidie wakati unapotoa dhabihu, utoe dhabihu ambayo inakubalika mikononi mwake. Utoe dhabihu ambayo iliyo na gharama. Mwambie Bwana akusaidie. Tumia maneno yako, mwambie Bwana nisaidie siku ya leo, maana tumefunzwa kuhusu kukutolea ibada iliyo na kweli. Mwambie Bwana asaidie moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wananena na lugha, nataka ufungue kinywa chako unene na lugha na mwambie Bwana nisaidie nijazwe zaidi na Roho Mtakatifu ili niweze kukufurahisha na kutimiza mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Sikia sauti zenu. Somebody lift your voice and pray in the mighty name of Jesus Christ. Mwambie Bwana unahitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana akusaidie katika hali ya kumwabudu, katika hali ya kukaa mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, and I declare the power of God over every person that is represented here in the name of Jesus, and for those who are watching us online, I declare the power of the Holy Spirit upon your life, and every barrier that hinders you to worship the Lord, I declare, let it be broken in the name of Jesus. I declare the power of the Holy Spirit and the grace of God upon your life in the mighty name of Jesus. Lord, I give you glory and I worship you. In the mighty name of Jesus, I worship you and I give you glory. Let us pray together. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru na kupa sifa, maana hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na heshima, maana wewe hubadiliki kama. Endelea kuhudumia watu wako, wajaze na utakatifu, wasaidie kukaa na utakatifu, wasaidie Bwana kukutolea dhabihu inayowagharimu katika jina la Yesu Kristo. Maana hii ndio mapenzi ya Roho Mtakatifu. Tunajiachilia mikononi wako kama watoto wako, na tunajua ya kwamba utatutenda mema wakati tunapokuabudu. Tunaomba haya yote katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini. Amen. Amen. God bless you and God bless you so much. Amen. 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 Amen.